Wale watu ambao wanakuwa na roho nzuri sana, wenye mioyo safi, wenye huruma katikati ya familia, taasisi, jamii zilizotuzunguka na hata kwenye taifa, ndio watu ambao wanaongoza sana kwa kujeruhiwa na kuishi na maumivu ya ndani yanayotokana na majeraha waliyopata kutokana na matendo yao mema, zaidi ya namna ambavyo hata watu wabaya wanaweza kuumizwa na matendo yao mabaya ambao wamekuwa wakiyafanya. Hii haimaanishi ya kwamba watu wema ni dhaifu sana, kwa hiyo wanayapata hayo kwa sababu ya udhaifu wao. Hapana, hii inasababishwa na namna ambavyo wao huwa wanafikiri kwa namna ya tofauti, wanaendesha maisha yao kwa namna ya tofauti, na mitazamo walionayo juu ya watu ni tofauti na uhalisia wa watu jinsi walivyo. Leo katika Ringo Psycho Spiritual Hub, kona yako ya saikolojia na imani, na mimi mwinjilisti na mwanasaikolojia Paul Ringo, tutapata nafasi kidogo ya kutazama mambo ambayo yanasababisha hawa watu wema wanajikuta mara nyingi wanaumizwa sana na hatua zao kwenye maisha yao, na watapata nafasi pia ya kujifunza ni mambo gani ambao wanaweza wakayafanya ili angalau kupunguza kile kiwango cha maumivu ambacho wanaweza wakawa wanakutana nacho. Sababu ya kwanza kabisa, wanaamini ya kwamba watu waliowazunguka na wenyewe wanaweza wakawa na mioyo safi kama walionayo wao. Kwa hiyo wanajikuta wanaamini kila mtu, wanajikuta wanafungulia mlango kila mtu, wanajikuta ni wepesi kuelewa watu wengine wanahitaji nini kwao, na hawana muda mwingi sana wa kupima na kuchunguza nafsi za watu wengine kama ni sahihi ama si sahihi. Kwa kufanya hivyo, wanajikuta kwenye maisha yao wanafungulia milango mpaka watu wenye roho za kishetani, wanawaamini mpaka watu ambao wanakuwa wakija kwao na malengo mabaya, wanajikuta wanawapokea, na hata wakati mwingine wanaweza kufungua mioyo yao kwa watu ambao sio sahihi, na baadaye hii ikaja kuingiza kwenye maumivu makubwa pale ambapo wanakuja kubaini ya kwamba wale watu ambao waliwapa nafasi na wakajitoa kwa ajili yao hawakuwa watu sahihi ama hawakuwa na nia njema. Wana tabia ya kuamini sana kila mtu kwa sababu wao ndani yao hawana ule moyo wa uadui. Kwa hiyo wanaamini kila anayekuja kwao na yeye anaweza akawa na moyo mzuri kwa namna hiyo. La, kumbe wengine wanakuja wakiwa na malengo mabaya. Sababu ya pili ni ile hali yao ya kujali zaidi kulikoni wao wanavyoweza kujaliwa. Hawa ndio watu ambao mara nyingi wanasikiliza watu zaidi kulikoni wanavyosikilizwa wao. Hawa ndio wanajitoa kwa ajili ya wengine kulikoni wengine wanavyojitoa kwa ajili yao. Hawa ndio ambao wanahurumia wengine kulikoni wengine wanavyoweza kuwahurumia wao. Kwa mara nyingi wamejikuta wao ndio wanafanya zaidi kwa ajili ya wengine, na hakuna mtu anayefikiri kwa ajili yao, hakuna mtu anayewatia moyo, hakuna mtu anayekumbuka ya kwamba na wao wanaishiwa, hakuna mtu anayekumbuka ya kwamba na wao wanachoka, na wao wanaugua. Kwa kibinadamu, hata kama wao hawajapanga, lakini nafsi zao unakuta zinachoka kwa sababu mara nyingi wao ndio wanafanya na hakuna ambaye anafikiri kufanya kwa ajili yao. Lakini sababu ya tatu ni ile hali ya wao kuzungukwa na watu ambao wanatafuta maslahi yao binafsi. Hawa watu wema, watu wenye huruma, watu wenye moyo safi, huwa wanazungukwa sana na watu ambao wameenda pale kujichumia matunda, wameenda pale kwa ajili ya kutafuta maslahi yao binafsi. Sasa wako kwa ajili yao na wala hawako kwa ajili ya hawa watu wazuri. Kwa hiyo wanaweza wakipata kile ambacho wanakihitaji, wanaweza wakaondoka. Lakini pia wakati mwingine wakikosa kile ambacho wanakihitaji, wanaweza wakageuka na kuwa mwiba kwa yule mtu. Au wakati mwingine wanaweza wakakipata, lakini kwa sababu washapata ambacho wanakitaka, wakarudisha mabaya, na mtu ukamsikia anasema ya kwamba nimewatendea mema lakini wamenilipa mabaya. Hawana thamani, wewe huna thamani kwao, lakini kile ambacho walikuwa wanakihitaji kutoka kwako ndio kilikuwa na manufaa kwao. Kwa ile hali ya kuzungukwa na watu wengi ambao wako kwa ajili ya maslahi yao binafsi, wanajua kwako watapata cheo, kwako watapewa promotion, kwako barua zao zitapitishwa, kwako watapata ada, kwako watapata utambulisho. Kwa hiyo unajikuta wako tu pale ili wapate kile ambacho wanakihitaji, lakini hao wanaweza wakashindwa kujizuia kukutendea mabaya wewe kwa sababu wako kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Lakini sababu ya nne ni ile hali yao ya kuvumilia hata mambo ambayo hawakupaswa kuyavumilia. Hawa ndio watu ambao wanaweza kubeba mizigo mikubwa, wako tayari kubeba mizigo mikubwa ambayo hata wakupaswa kubeba. Hawa ndio ambao leo unaweza ukamkosea lakini kesho akawa radhi tena kuwa upande wako. Hawa ndio ambao wanaweza kuishi na maumivu makali ndani yao. Mtu akawaudhi lakini wakajaribu tu kunyamaza ili wasiwe kikwazo kwa wengine.
Watu wema ndio wa namna hiyo. Kwa hiyo kwa ile hali ya kubeba mizigo mingi, kuvumilia mengi na kumeza uchungu mwingi kwa sababu hawana hata mtu wa kumwambia, inaweza ikafika mahali pia inawasababisha wao kuingia kwenye majeraha fulani na kujikuta wana uchungu katika zile hatua zao ambazo wamekuwa wanapitia. Lakini sababu nyingine ambayo huwa inawachosha sana hawa watu ni ile hali yao ya kujitoa zaidi ya uwezo wao. Kwa sababu washajua ndio tumaini kwenye familia, washajua ndio tumaini kwenye taasisi, washajua ndio tumaini pengine kwenye shirika fulani. Kwa hiyo wanajikuta wanajitoa hata zaidi ya uwezo wao, zaidi ya nguvu zao. Kwa hiyo wanakuwa wanafikiri mara mbili. Ni kama wanajitoa sadaka kwa ajili ya wengine wasome, wanajitoa sadaka wengine wapate vyeo, wanajitoa sadaka kadiri wawezavyo na tena zaidi ya uwezo wao ili kuona mambo yanaenda sawa. Alafu mwisho wa siku sasa wanapokuja kuona zile bidii na nguvu zao kama vile wengine watithamini, wanaweza wakajikuta wanachoka na ndani yao wanakuwa na majeraha fulani ambayo yanawaumiza sana. Sasa hii haimaanishi kwamba waharibu mioyo yao na wao waanze kuwa na roho mbaya na roho za chuki, hapana. Lakini hii iwafundishe namna ambavyo wanaweza wakaibadilisha mitazamo yao kwa namna ambayo sasa watakuwa wanapiga hatua nzuri za matendo yao mema bila wao kujeruhika sana. Jambo la kwanza kabisa litakalowasaidia ni wao kumtazama Mungu zaidi wanapoyatenda matendo yao mema. Yaani, tenda wema usingoje shukrani. Wanadamu hawa hawana shukrani. Kwa hiyo unapotendea wema wanadamu hawa ambao hawana shukrani, wewe jua unajitengenezea fadhila mbele za Baba yako wa mbinguni, na usitegemee chochote kutokea kwao. Ikiwa atatokea ambaye anakuja upande wako kushukuru, sawa. Lakini hata asipokuja yote, moyo wako usiumie. Jua Baba yako wa mbinguni ambaye amekupa moyo huo mwema yupo kwa ajili yako kukubariki, na atakufungulia milango mingine mikubwa mbele yako zaidi ya namna ambavyo hata wale wengine wangeweza kurudi kwako kwa ajili ya kulipa fadhila. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kumsaidia huyu mtu ni kuwa tayari kupigwa mawe. Hii nasemaga ni unafanya kama Yesu. Yesu pamoja na kwamba alikuwa anawatendea wanadamu mema, lakini alijua tu siku moja watamuua, watampeleka msalabani. Kwa alikuwa tayari na hata hakustaajabia alipoyaona hayo yanaendelea juu ya maisha yake. Kwa hiyo ukishaona moyo wako ni safi, wewe kuwa tayari tu ya kwamba kwa sababu ya moyo safi ulionao utapigwa mawe sana na watu ambao ni wabaya, lakini hata wale watu ambao umekuwa ukiwatendea mema watakupiga mawe sana. Kwa hiyo kuwa tayari ili unapoona kushutumiwa, unapoona kutukana, unapoona kusemewa vibaya, unapoona kutangazwa vibaya, basi moyo wako usijeruhike. Unajua hii nilijua itatokea na hawa ni wanadamu, wameyatenda kama ambavyo wamekusudia na kama pia nilivyojua. Kwa moyo wako unakuwa rahisi kuweza kukabiliana nayo. Lakini jambo la tatu ambalo unaweza kulifanya ni kujilinda. Kujilinda kwa namna gani? Kwa kuwa makini sana na watu waliokuzunguka. Ni kweli una moyo safi, lakini usiamini ya kwamba kila aliyekuzunguka ana moyo safi. Usiamini kila mtu. Tena wakati mwingine tunasema iamini nafsi yako tu. Kila mwingine anayekuja kwako, pata muda kwanza wa kujiridhisha na kujiwekea mfumo mzuri wa kujilinda. Sio watu wote ambao wanakuja kwako ni wema kama jinsi ambavyo wewe ni mwema. Kwa wafahamu sana walioko upande wako. Lakini jambo la 4, jiwekee mipaka. Jiwekee mipaka. Wakati mwingine jifunze kusema hapana pale ambako unaona inabidi. Ukiumia na wewe pia wakati mwingine pata nafasi ya kusema nimeumia. Ukiona umechoka, pata nafasi ya kusema nimechoka. Jifunze pia kusema hapana. Inapobidi kusema hapana, nguvu zako zimeisha, sema hapana. Kwa hiyo jiwekee mipaka katika vile ambavyo huwa unavitenda. Usibebe mzigo mkubwa ambao baadaye utakuua na ukashindwa kuja kuleta thamani katika nyakati ambazo zinakuja na thamani yako bado inahitajika. Kwa hiyo jifunze kuweka mipaka, ajifunze pia kusema hapana pale ambako inabidi. Lakini jambo la 5 na la mwisho, usiache kujitunza, usiache kujijali kiafya, kisaikolojia, kiimani na kwa namna yote ile ambayo unaweza kujitunza na kujijali. Kwa sababu wewe hakuna anayefikiri kwa ajili yako, wewe hakuna anayewaza kwa ajili yako. Kila anayekuja kwako anajua kwako anapata matunda fulani, na kila anayekuja anakuja kuchuma matunda. Sasa unaweza ukajikuta unakaukiwa. Lazima ujue kujijali ili uweze kubakia salama, kuendelea kutenda yale mema ambayo Mungu amekuitia kuendelea kuyatenda. Mwisho yote niwatie moyo sana wale watu ambao wamechagua kuwa watu wema katika ulimwengu huu ambao umejaa ubaya. Kwa sababu ulimwengu tulio nao leo ni ulimwengu ambao umejaa chuki, ni ulimwengu ambao umejaa fitina, ni ulimwengu ambao umejaa visasi, umejaa
kila namna ya ukatili ambao tunaweza kuona. Lakini nikupongeze sana wewe ambaye umeamua kuwa mtu mwema katika ulimwengu huu ambao umejaa ubaya. Najua hautapita katika njia ambayo ni nyepesi, kwa sababu una moyo safi katikati ya ulimwengu ambao sio safi. Ila Mungu akusaidie katika mapambano yako, ndani ya familia, ndani ya taifa, ndani ya jamii, ndani ya taasisi na eneo lolote ambalo umekuwa hapo ukiendeleza maisha yako. Moyo wako safi Mungu asiutupe, lakini ukapate kibali na ukapate kuona matunda yake unapokuwa duniani hapa, lakini pia mwisho wa siku Mungu akakupe taji ya uzima wa milele. Mimi nakutakia wewe kila laheri, maana unapoimarika wewe na sisi tunaimarika.